Kwa jina naitwa Juma Ali Mwalimu almaarufu Juma Songo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bunju B. Kipekee nipende kutoa shukrani kwa wananchi wangu wa mtaa Bunju B kwamba siku ya leo tarehe 14 tumefanya mkutano wa wananchi na ambao ni mkutano wa hadhara kuzungumza na wananchi wetu katika mambo mbalimbali ambayo waliopo katika mtaa wetu. Lakini mimi moja kwa moja pia niendelee kutoa shukrani na kushukuru kamati yangu ya mtaa ambao ni wajumbe wangu pamoja na mtendaji, tukishirikiana kwa pamoja kuhakikisha tunaendelea kuwapa taarifa mbalimbali wananchi wetu katika mikutano yetu hii ya hadhara. Kwa hiyo kiujumla sisi kwa pamoja tumeazimia kuhakikisha kwamba mikutano yote ya kitaratibu ambayo imepangwa kisheria tunaendelea kushirikiana kwa pamoja na wananchi wetu. Kila muda wa mkutano wa kisheria unapofika, tutajitahidi kadiri hali na mali kuhakikisha kwamba tunawafuata wananchi pale walipo kufanya nao mkutano kwa pamoja. Kwa hiyo huu ni muendelezo. Mwenyezi Mungu aendelee kutupa nguvu na kututia uzima, na wananchi watuendelee kutuombea afya tele, tuhakikishe kwamba tunaendelea kuwapatia yale ambayo yanatokana na serikali kwa kutokana na sisi wawakilishi wao. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Vitu ambavyo wanapaswa kuvisikia wananchi wetu katika mtaa wetu kwamba mimi na kamati yangu ya mtaa tumeandaa programu maalumu ambayo tutakuja nayo kwa sasa. Kila baada ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi tutakuwa tunaelekea kwenye maeneo yetu ya mtaa. Jiografia ya mtaa wetu ni kubwa ambayo imegawika katika zoni zaidi ya 30. Tuna zoni 5, lakini kwenye zoni 5 kuna mashina huko yako 32. Kwa hiyo tutakuwa tunapanga ratiba na wajumbe wangu wa kamati ya mtaa. Kila mjumbe atataarifu eneo lake la zoni. Tutakuwa tunakwenda kufanya usafi wa mazingira, lakini huko pia tutaelimisha wananchi wetu kuyatunza mazingira, pia kuwapa elimu ya ulinzi na usalama na kuwapa taarifa mbalimbali za serikali kuhakikisha kwamba kuyalinda na kuyatunza mazingira hayo. Lakini pia tutapata bahati kwenye ziara zetu hizo za usafi wa mazingira kuongea na wananchi na wakazi kwenye maeneo hayo, kwa sababu wapo watu ambao tunaendesha mikutano kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, pengine labda wana maradhi na umri mkubwa, hawapati bahati ya kufika kwenye mikutano hii. Kwa hiyo ziara zetu hizo za usafi wa mazingira kila mwisho wa mwezi zitatupelekea pia kwenda kuongea na wale ambao wako kwenye majumba hawapati fursa ya kufika kwenye mikutano yetu ya nje. Asante ndugu mwandishi, naendelea kusema kwamba mimi kwa utaratibu wangu kwamba tunaendelea kusisitiza kwenye mikutano yetu kwamba swala la ulinzi na usalama linahakikisha kwamba ulinzi unaanza kwa mwananchi mwenyewe. Mwananchi kahakikisha kama amejenga nyumba ina fensi, basi nje ya fensi afunge taa, na kama ni nyumba ya kawaida tunawashauri nje ya nyumba wafunge zile taa kubwa za nje kwa ajili ya usalama, kwa sababu usalama unaanza kwa mwananchi. Na si hilo tu la kufunga taa, tunawashauri taratibu za kiusalama. Kila mwananchi anapaswa kuwa na filimbi kwa ajili ya taarifa za kiusalama. Kwa hiyo kipekee tunaendelea kusimama kuwashauri kuhakikisha kwamba usalama unaanza kwa mwananchi mwenyewe, si kwa viongozi tu peke yake. Kwa hiyo tunaendelea kusisitizana kwamba ulinzi na usalama ni jambo la msingi, na sisi kama ngazi ya mtaa katika majukumu yetu tuna mambo 6, lakini katika mambo 6 swala kuu kabisa ambalo tumekabidhiwa na kiapo ambacho tumepewa ni kuhakikisha tunasimamia ulinzi na usalama katika mtaa. Haya ndio majukumu yetu, kuhakikisha kwamba kila wakati, iwe usiku iwe mchana, mtaa unaendelea kuwa na usalama ambao unaimarika vya kutosha. Naitwa Andrew Isaac Mashimba, diwani wa kata Pendwa ya Mabwepande. Leo nimefurahi, nimeshiriki kwenye mkutano wa wananchi ulioandaliwa na ofisi ya serikali ya mtaa wa Bunju B chini ya mwenyekiti wake Juma Songo na wajumbe wake, kamati yake ya wajumbe. Nimekuja hapa kueleza wananchi, kwanza ajenda kubwa ilikuwa masuala ya usafi wa mazingira kwenye mtaa wetu wa Bunju B, lakini pia ajenda nyingine ilikuwa ni masuala ya ulinzi na usalama ndani ya mtaa huu. Lakini pia tumekuja kuambia kuhusu mambo ambayo anatarajia kwa serikali itaweza kufanya ndani ya mtaa wetu wa Bunju B. Kwanza tunatarajia ujenzi wa shule ya msingi ya mtaa huu wa Bunju B, ambao mtaa huu hauna shule ya msingi. Lakini shule hii bahati nzuri halmashauri ya manispaa ya Kinondoni chini ya baraza lake la madiwani imetenga bajeti yake milioni 750 kwa ajili ya mwaka wa fedha 26-27 ambayo itaweza kujengwa ndani ya mtaa, na shule hii itakuwa ya gorofa ambayo tutaanza na madarasa vyumba 6 na matundu ya vyoo 12 pamoja na chumba cha ofisi ya walimu. Lakini ikumbuke kwa mtaa huko ndo lango la kata yetu ya Mabwepande, ambao linaunganisha kati ya mkoa wa Pwani na kata nyingine ndani ya manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo tuna wajibu mkubwa sana wa kutunza mazingira yetu, kusafisha mazingira, lakini sambamba na kama unavyoona hii barabara ni barabara kubwa, iko chini ya TANROADS ambayo inatarajiwa kujengwa kwa kiwango cha lami kwa kwanza na kilomita 5
ambazo zitajengwa. Hii yote itaweza kuchochea maendeleo, ukuaji wa maendeleo ndani ya kata yetu ya Mabwepande na mtaa huu wa Bunju. Ndani ya kata yetu ya Mabwepande tuna pori la akiba ambalo liko chini ya mamlaka ya wanyamapori TAWA la Pande Game Reserve. Hili pori serikali imekuwa kila siku inaendelea kuliongezea thamani kwa kuongeza idadi ya wanyama na kuongeza vivutio vingi ndani ya pori. Ni wananchi, ni wahimize wana Dar es Salaam, wana Mabwepande na Watanzania kwa ujumla kufika kutembea hili pori. Ni hifadhi, ni mapafu ya Dar es Salaam ambapo hewa safi inatoka ndani ya pori, lakini pia utalii hauna gharama au usafiri kutoka nje ya mji. Ni hifadhi ambayo iko ndani ya mji, kwa watu wafike kwa wingi. Serikali imeweka uwekezaji mkubwa sana kwenye pori hili la akiba la Pande. Kwanza ni mpongeze mwenyekiti kuandaa mikutano. Wenye viti wengi ukiangalia wao wanakwepa mikutano ya wananchi, lakini yeye na kamati yake ya mtaa wamekuwa kifua mbele, hawaogopi wananchi kwa sababu wananchi ni marafiki zao, wanafanya nao kazi kwa ushirikiano. Wameweza kuandaa mkutano, nawapongeza sana kwa mkutano huu mzuri ambao umefanya. Wananchi wameweza kuuliza maswali na pia kila idara ilikuwepo. Tulikuwa na afisa ustawi wa jamii hapa, ameweza kutoa elimu kuhusu masuala ya ustawi wa jamii, ukatili wa kijinsia na mambo mbalimbali. Tulikuwa naye hapa inspector polisi kata, ametoa elimu ya ulinzi shirikishi hapo, ulinzi na usalama ndani ya mtaa, lakini na kata kwa ujumla. Kwa kila sehemu, na mimi pia diwani wamenialika, nimekuja kwenye mkutano. Kwa hiyo ninawapongeza sana viongozi wa mtaa chini ya mwenyekiti wao Juma Songo. Na kuomba ufanye sensa upya ya idadi ya nyumba kaya, ili sasa tuje tufanye kazi. Mama umemsikia anasema anataka tufanye kazi. Sasa hivi tunafanya kazi, tunafuata sheria inachokisema. Asante. Ambao wanajaribu kuzuia zoezi zima la ulinzi na usalama lisifanyike. Kwa mujibu wa sheria ndogo hii imeeleza wazi, kuna baadhi ya watu wao wapo kwa ajili ya kueneza taarifa za uongo kwamba pesa ambayo inakusanywa kwa ajili ya zoezi zima la ulinzi, hii ni pesa ambayo mjumbe na viongozi wengine wanagawana, wakati anachokiongea sio ukweli. Ikithibitika, ikabainika kwamba maneno yake, matamshi yake yameshawishi watu kupuzia hili swala zima la ulinzi na usalama, manake mtu huyu atakuwa ametenda kosa na anastahili kupelekwa mahakamani. Na zoezi zima hili la mambo ya ulinzi shirikishi yanasimamiwa na mahakama zetu za jiji. Kwa majina naitwa Waziri Selemani, ni afisa usafirishaji katika wilaya ya Kinondoni, Bunju B. Nashukuru sana mwenyekiti wetu Ari Juma Songo kwa kuandaa mkutano wa leo kwa ajili ya kuimarisha amani yetu ya mitaa yetu, na sisi kama maafisa usafirishaji huwa tunajitahidi sana kushirikiana na walinzi shirikishi usiku unapokuwa na matatizo. Kwa maana sisi katika maeneo yote ambayo tunakuwa tunazunguka, kama tunakuwa tunaona kuna matatizo, huwa tunakuwa wepesi kuwasiliana nao na hata wajumbe wa mitaa yetu pia, kwa sababu sisi maafisa usafirishaji na wajumbe pamoja na viongozi wetu huwa tuna mawasiliano. Kwa hiyo tunapoona jambo ambalo sio sahihi huwa tunafanya mawasiliano. Sisi kama maafisa usafirishaji bwana, ukaribu wetu na mwenyekiti ni mkubwa sana, na tunashukuru mwenyekiti tulikuwa naye karibu toka hata kabla hajachaguliwa kuwa mwenyekiti. Tulikuwa naye karibu katika masuala ya kutusitiza vijana ili kuishi kwa amani na kuendelea kutetea mtaa wetu wa Bunju B. Kwa hiyo uhusiano wetu sisi na mwenyekiti ni mzuri na tunashukuru, mpaka kesho tunaendelea kuwasiliana. Ndio maana leo hii ametuita kwenye huu mkutano na sisi kuja kushiriki kwa ajili ya kujua namna gani ambavyo inabidi tushiriki katika umoja na amani katika mitaa yetu. Kwa hiyo mwenyekiti wetu bwana Juma Ari Songo alipo na sisi tupo kama maafisa usafirishaji, kwa sababu ni mtu ambaye yuko karibu sana na maafisa usafirishaji katika